Nikukaribishe tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo kutokea hapa. Bwana, hii leo tumeweza kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo ya timu za wanawake katika ligi kuu NBC Tanzania Bara msimu wa mwaka 2025-26, huku Simba Queens ikimkaribisha Yanga Princess katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Mchezo wa kuvutia ulioshuhudiwa katika vipindi vyote viwili, wachezaji wakiwa na morali ya hali ya juu kuhakikisha kila timu inataka kupata ushindi katika mchezo huo. Katika kipindi cha kwanza cha dakika 45 za kipindi cha kwanza, Simba Queens waliweza kutangulia kwa ushindi wa mabao mawili kupitia mchezaji wao hodari wa klabu hiyo. Mchezaji anaitwa Gentris Chikangwa aliweza kutupia magoli mawili katika nyavu za Yanga Princess katika dakika ya 19 na dakika ya 39. Mchezo unaenda mapumziko, wanarudi tena uwanjani kuzitafuta 45 za lala salama katika mchezo huo. Kwa upande wa Yanga Princess, anafanikiwa kupata bao la kufutia machozi katika dakika ya 58 kupitia mchezaji wao Ritisha Nabosa, anaiandikia klabu ya soka ya Yanga goli moja, na mchezo huo kumalizika kwa dakika 90 kushuhudia scoreboard ikisoma mabao mawili kwa klabu ya soka ya Simba Queens na moja kwa klabu ya soka ya Yanga Princess. Mchezo huo unamalizika kwa kuwapa ushindi klabu ya Simba Queens. Simba Queens wanavuna pointi zote tatu katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo hii leo dhidi ya Yanga Princess na kuwaweka katika nafasi nzuri katika msimamo wa ligi, ambapo kwa sasa wanakuwa na alama 46 huku mpinzani wake Yanga Princess akiendelea kusalia na alama zake 39. Hakika Simba Queens anaendelea bado kuonyesha ubabe mbele ya Yanga Princess. Pindi wanapokutana basi mchezo unakuwa ni wa hali ya juu. Simba Queens anahakikisha mpinzani wake hafurukuti. Bwana, hii ni Manyuzi TV, nimekupitisha kufahamu mchezo wa hii leo wa dabi ya Kariakoo kwa upande wa timu za wanawake katika ligi kuu NBC mwaka 2025-26 ambao umepigwa hii leo katika viunga vya Azam Complex Chamazi. Endelea kufuatilia, usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.